Hijra namna ya pili ni hijra ambayo kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hijratun mustamirra, ni hijra inayoendelea, ambayo alisema, tumesema ile hadithi mwanzo, la tanqati'u alhijra hatta tanqati'a at-tauba wala tanqati'u at-tauba hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Hijra hii ya namna ya pili ya maanawi, ya kubadilika, ya kuwa bora zaidi, ya kusogea zaidi mbele ya Mungu na Mtume. Hijra hii haikatiki mpaka siku fursa ya toba itakapokatika. Na hijra ya namna hii na toba haikatiki mpaka milango ya toba itakapofungwa. Na milango ya toba inafungwa pale ambapo jua litatokea upande wa magharibi badala ya mashariki. Kwa hivyo hijra hii hata manabii wanaijua, na ndio walikuwa wakifanya. Mbali ya hijra fi'liyan hisiyan, Saidina Ibrahim alayhi salam, mambo yalipokuwa magumu, ile hijra ya kwanza, min dari kufri ila dari islam au salam, Saidina Ibrahim alihama Iraq kwa sababu yaliyokuweko na darul kufri, akaja Sham. Na wakati anahama alikuwa anasema, qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Hapana budi mimi kuhama katika mji huu kwenda. Akatoka Iraq na kuja Sham, akahama, akaacha mji wake, akaacha watu wake na kaumu yake, kwa sababu ilibidi ahame. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu wa kweli ni yule ambaye waislamu wenzake wamesalimika na shari ya ulimi wake na shari ya mkono wake. Walmuhajiru man hajara ma naha Allahu anhu, na aliyehajir, aliyefanya hijra kikweli kweli ni yule ambaye amehama yale yaliyokatazwa na Mwenyezi Mungu. Hivyo hijra hii si ya kuhama Magomeni kwenda Kinondoni. Ni hijra hii ya wewe kuhama katika hali moja ovu au ya chini kwenda katika hali nyingine. Kama ulikuwa wewe si mtu unaoswali jamaa, umeamua sasa na acha jambo hili, mimi nitakuwa na swali jamaa tena msikitini, wewe ushafanya hijra. Hii inaitwa hijra maanawia. Umehama katika hali moja dhaifu, umekwenda kwenye hali nyingine iliyo nzuri zaidi. Umehama min almaasiyati ila taa, kwamba jambo hili limekuwa kidudu kwangu, nimeamua niliache, sasa najirekebisha. Umefanya hijra, hijra maanawia. Umehama kutoka hali moja mbovu na kuhamia hali nyingine iliyo nzuri zaidi. Ndio ile hadithi maarufu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Hii ni hijra, lakini hijra ile ya ikhlas. Unasafisha moyo wako kutoka kwenye machafu na maovu na kwenda kwenye hali ya ikhlas, na kila unachokifanya ukifanye kwa ajili ya Mungu. Hii nayo ni hijra. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, innamal a'malu binniyat, hakika amal zinalipwa malipo yake kwa mujibu wa nia. Wa nia maana yake huwa hapa hiya al-ikhlas. Wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika kila mtu atalipwa kwa namna ya ikhlasi yake na nia yake. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, yule ambaye hijra yake ni kwa ajili ya ikhlasi ya Mungu na Mtume, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, hijra hiyo itahesabiwa ni ya Mungu na Mtume. Na hadithi na kipande chake ambayo si sehemu yetu. Kuna waliohama yule Kaisi kwa ajili ya kumfuata mwanamke, maana alikuwa anamtaka mwanamke amuoe. Ikatokea pirika za watu kuhama yule bwana anotakiwa, na haya akaingia kwenye hijra.
Yule mwanamke akaingia kwenye hijra naye. Sasa bibi, vipi, tuna mipango yetu hapa. Sasa kama unanitaka Madina hapa, mpango ni Madina tu. Ala, yule bwana naye akahama, akamwambia basi yule faman kana hijratuhu limra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilayhi. Ikiwa kuna mtu amehama kwa sababu ya kumfuata mwanamke, si kwa ubaya, lakini mwanamke akasema mimi nahama, kama unanitaka na we hama. Unaona wanawake wanakuwa na nguvu, wanamhamisha mtu pahali, anahama mtu fuata jiko, si ndio? Kina mama wana nguvu kabisa. Sahaba Kang'oka alikuwa hana mpango wa kuhama, lakini ilibidi ahame, lakini malipo yake itakuwa yale mwanamke kampata, kamuoa, alhamdulillah. Lakini hijra inatakiwa mtu ahakikishe kwamba anafanya hijra hilo baki, kwa sababu hijra ile ya mwanzo Mtume kasema alipotawala Maka katika mwaka wa 8 wa Hijiria, ile inaitwa Fathu Maka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la hijra ba'da al-fath, la hijra ba'da al-fath, maana hakuna tena malipo ya hijra, kufanya hijra baada ya Fathi Maka yamekwisha. Lakini jihadun wa niyya, lakini lobaki sasa ya kukupatisha thawabu ni jihadi, unahama kwenda kufanya jihadi na ile nia yako, innamal a'malu wa idha stumfirtum fanfiru. Lakini imam kiongozi akitoa tangazo la vita na jihadi, fanfiru, ni lazima mutoke hata kama ni wapi. Ndio maana wale kina Abu Ayyub al-Ansari akiwa na miaka 80 ametoka na kwenda kufia Uturuki, na kaburi lake lipo maarufu Yuzar. Hizi ndio kwa ufupi sana, ili tutoe nafasi ya watu waulize maswali kama yatakuwepo juu ya hijra namna mbili, na hasa Mwenyezi Mungu ametupa taufiki kuendana na anwani. Anwani nasema hijra na aina zake, na tumejaribu kuweka alaka kati ya vipi ilipatikana hii kalenda ambayo leo tunaisema ni mwaka 1448 Hijria, na muasisi wa kalenda hii kama kawaida alikuwa Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jambo ambalo lilifanyika katika mwaka 17 Hijria katika khilafata ya Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wafaqana Allahu lima yuhibbu wa yarda.